الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من تمسك بها تنجيه من النار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج هذه الأمة من الهمجية الحيوانية الشعوذاء إلى كلمة التوحيد وحياة التوحيد، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى قيام الساعة. أما بعد، عباد الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: وذلك في محكم تنزيله، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Ndugu zangu katika imani, hii ni Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Muharram. Huu ni mwezi wa Muharram, ama kwa Kiswahili tunauita mfungo nne. Kwa sisi Waislamu ni mwezi wa kwanza, kisha utafuatia Safar mwezi wa pili, utafuatia Rabiul Awwal mwezi wa tatu, utakuja Rabiul Thani mwezi wa nne, utakuja Jumada al-Ula mwezi wa tano, utakuja Jumada Thania mwezi wa sita, utakuja Rajab mwezi wa saba, utakuja Shaaban mwezi wa nane, utakuja Ramadhan mwezi wa tisa, utakuja Shawwal mfungo mosi mwezi wa kumi, utakuja Dhulqa'da au Dhulqa'da mwezi wa 11, kisha utarudi tena Dhulhijja mwezi wa 12. Hiyo ndiyo miezi ya sisi Waislamu tunayoifahamu. Katika miezi hiyo minne, hiyo miezi 12, kuna miezi minne ambayo ni mitukufu. Inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hakika idadi ya miezi ambayo Allah ameiumba na siyo ya kutengenezwa ni miezi 12. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, tangu siku alipoumba mbingu saba na ardhi saba, na miezi hii 12 aliiumba. Minha, katika miezi hiyo 12, arba'atun hurum, kuna miezi mitukufu minne ambayo ni mitukufu sana. Allah ameipa hadhi ya utukufu. Wa kwanza Dhulqa'da, fungo pili, unakuja mfungo tatu, unakuja mfungo nne, kisha unakuja Rajab. Mtume akasema, Ibn Kathir rahimahullah akasema,
thalathatun sardun wa wahidun fardun, miezi mitatu mitukufu inafuatana, mfungo pili, mfungo tatu, mfungo nne. Wa wahidun fardun, mmoja uko peke yake, ambao ni mwezi gani? Mwezi wa Rajab. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, popote pale mlipo, kwa kila mtu kwa nafasi yake na uwezo wake, tupo katika mwezi mtukufu wa Muharram, katika miezi ile minne. Tukimaliza huu itapita miezi hapo, Rabiul Awwal, itakuja Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada Thani, ndio itakuja Rajab. Kwa hiyo itapita miezi mitano, ndio tutaingia katika mwezi wa mwisho katika miezi minne mitukufu. Alafu tutakwenda Ramadhan, tutakwenda Shawwal, tunakwenda tena Dhulqaada, mwezi wa kwanza katika miezi minne ile ya Kiislamu ambayo ni miezi mitukufu. Ndugu zangu katika imani, watu wema katika miezi mitukufu waliishi vipi? Walifanya mema, walijitahidi kusoma Qur'an, walijitahidi kuleta adhkar, nyiradi mbalimbali, walijitahidi kuleta istighfar, walijitahidi sana kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wanayangaikia mambo ya kheri kuyafanya, kwa sababu mpaka Mwenyezi Mungu ameipa utukufu miezi hii. Kuna jambo la siri kubwa sana, huwezi kulijua hili mpaka pale macho yako yamefumba, roho imetoka, unaoneshwa yale uliyoyafanya mema, unatamani urudi na urudi tena. Unaoneshwa yale uliyoyafanya mabaya, unatamani urudi uje uyarekebishe. Huwezi. Uliua mtu, uliiba mali ya mtu, ulitembea na mke wa mtu, ulitembea na mume wa mtu, ulitembea nje ya ndoa, hujaoa, hujaolewa, umezini, umefanya vitendo vibaya, ulikuwa mlevi, umefanya mambo mengi, umeharibu mali ya mtu, umekwenda kuvunja mali za mtu, umeiba, unayaona pale, na wallahi hurudi, wallahi hurudi, wallahi hurudi. Umemroga mtu. Kwetu Kigoma wanasema wewe umemfanyia urozi, wewe ulikuwa ni msambizi, mwanga, usiku unasambira, unawanga. Kuna watu umewaroga, umewaweka watu ndondocha. Kigoma wanasema kabwitunge. Kuna watu mpaka sasa majumbani mwao wana makabwitunge, wamewatoa makaburini, wamewapoteza fahamu na kuziba pumzi kwa njia ya teknolojia ya kichawi, lakini anabakia kuwa naye, anamfanyia kazi dukani kwake, anamfanyia kazi kwenye magari yake, anamfanyia kazi kwenye mango yake, anamtumia kama anaiba mali madukani. Chuma ulete. Hii ni siku ya Kiyama. Kabla siku ya Kiyama, kaburini umeroga. Na wallahi nikuambieni ndugu zangu katika imani, miji mingi sana imekosa baraka na wamekuwa maskini, wanaishi maisha mabaya sababu ya uchawi. Uchawi unaondoa baraka. Uchawi unaondoa baraka. Uchawi unahamisha watu mpaka anatafutwa mganga kuja kukuchapa wewe, kamchape. Enyi wachawi mtakufa, nyinyi wasambizi mtakufa, warozi acheni, nyinyi wakabaji, waiba simu za watu. Unakwenda kuwanga usiku kwenye nyumba ya mtu, hajui, unamkata kucha. Mtu anaamka amechanjwa chale mgongoni. My friend, one day utakwenda kaburini wewe. Unakwenda kaburini, wakati wa mazishi unakuta kuna vitambaa vyekundu, vitambaa vya kijani, vifuu vya nazi, vichwa vya kuku. Wanadamu wenzangu, nyinyi acheni wanga, acheni urozi, mtakufa.
utakufa, na utakufa kifo kibaya, na utakuwa na maradhi huponi. Uchawi unaleta umaskini, unaondoa baraka. Angalia miji yote ambayo ina uchawi, mpaka watoto wadogo ni wachawi, maskini sana 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 sana. Allah, wewe ni shahidi, nimefikisha ujumbe, nimeshasema. Kama utachukia kwamba huyu kwa nini anajidai wewe ni mchawi, unataka kuniroga, niroge, lakini na wewe one day tutakutana pale. Yauma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idhin yasduru an-nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Yauma idhin tuhaddithu akhbaraha, ardhi itasema ya Rabbi, huyu alisambila usiku kwenye kaburi hapa, huyu ndio aliyemroga fulani. Unachomoa vipi mbele ya Mungu? Unachomoa vipi? Unamroga mtu, unamharibia mtu biashara yake. Watu wa chuma ulete mmejezana mitaani, na chuma ulete wote ni maskini. Chuma ulete, yani huyu mfanyi biashara, wewe chuma, lakini analeta. Utakwenda wapi? Allah, nimefikisha ujumbe. Ardhi itasema huyu ndio aliyemroga fulani. Mwingine anaapa wallahi wa billahi, mimi sio mchawi. Wewe ipo siku utaumbuka. Sasa huu ni mwezi wa Muharram. Hebu tujaribu kujirekebisha, tufanye mambo mema. Na mmemsikia huyu kiongozi mmoja, pamoja na kuwa bado kijana mdogo sana, anatuambia tunahitaji uangalie msikiti. Waislamu wenzangu, sadaka mlizozitoa katika msikiti huu wa Taqwa, angalieni mabadiliko. Mimi ni khatibu katika msikiti huu, sivyo msikiti ulivyokuwa, ni sababu ya sadaka zenu. Toweni sadaka, fanya chochote unachojua. Sadaka, mazulia ya misikiti, viti vya misikiti. Kuna watu sasa ni wabovu maskini, afya zao, sehemu za kusalia, sehemu za kutawadhia. Angalia feni, weka AC itawashwa wakati wa swala, baada ya swala inazimwa. Yani mtu anasali hali ya kuwa nafsi imetulia, lakini umetoa mali yako wewe, unalikuta kaburi lako yani ni zuri sana. Tangu roho inatoka, unawaambia wale malaika, nipelekeni haraka, kwa sababu ushaona mji unavyokusubiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikri al hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ndugu zangu katika imani, nikukumbusheni, nizungumzie, haifai kwa Muislamu kumtisha Muislamu mwenzake, ima kwa bastola au kisu au kijiti au chupa au jiwe au manati au moto, ama kumsubiri mtu katika hali ambayo amekaa, wewe unamshtukiza mpaka anashtuka, anapiga kelele. Katika Uislamu tumekatazwa kumtisha mtu. Nitakuchoma kisu, nitakupiga jiwe, nitakuchoma na manati, nitakupiga manati, moto unakuchoma sasa hivi, nitakumwagia maji ya moto sasa hivi, nitakumwagia. Unaona ugali umechemka na kumwagia. Uislamu umetukataza.
Ukienda katika Riyadhus Salihin, kitabu cha Imamu Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullah, kuna kitabu chake kinaitwa Riyadhus Salihin, yani ni mlango wa 357. Anasema babu nahyi anil isharati ila muslimin bisilahi wa nahwihi sawa'un kana jaddan au mazihan wan nahyu an ta'ati as-sayfa maslula. Katika mlango ule hapo ndio unamuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qur'ani inasema ma farratna fil kitabi min shay. Qur'ani inasema, Allah anasema sijaacha chochote katika Qur'an. Ma farratna fil kitab, yani al-Qur'an, yani ma tarakna fil, yani katika Qur'an hakuna kilichoachwa. Min shay, shay ni nakira, wan nakira tufidu al-umum, yani chochote kile kinachomhusu mwanadamu, majini, wanadamu, hali ya dunia, maisha yao, Qur'an imeeleza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja akafafanua. Sasa hapa Imamu Nawawi anasema babu nahyi anil isharati ila muslimin bisilahi, mlango unaomkataza Muislamu kumuonyesha mwenzake silaha. Nitakupiga bastola, nitakupiga risasi, nitakupiga kisu. Wa nahwi, na mfano wake, manati, jiwe, fimbo. Sawaun, sawasawa, unamtishia. Kana jadan, ni kweli unataka kumpiga risasi, ni kweli. Au mazihan, ama utani tu. Siku nyingine ni bastola ya plastic, oya nitakuchomolea hiyo, kumbe ni plastic toy tu, hiyo imekatazwa. Halafu wanahyu an ta'ati as-sayfa maslula, Waislamu tumekatazwa mtu kumpa kisu kikiwa wazi. Huu ndio Uislamu, na ndio maana Mwenyezi Mungu amemsifu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika Qur'an, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Qur'ani inasema, Allah anasema sikumleta Muhammad isipokuwa ni rehema kwa walimwengu. Qur'an, Mtume Muhammad amekuja kuzungumza amani before UN. UN wamekuja juzi, leo ana miaka 90, nadhani 99. UN, Umoja wa Mataifa, umeanzishwa mwaka 1945 katika mji wa San Francisco, jiji ambalo San Francisco mwaka 1940, 41, 42, 43, 44 mpaka 45 mpaka kuendelea, San Francisco wanaume walikuwa mapapai. Wanaume walikuwa mapapai katika jiji la San Francisco. Na hao wazungu ndio mnataka muwafanye muwasikilize kila kitu, walete upuuzi wao, walete ujinga wao. San Francisco, jiji la mashoga, mwaka 1944-45. UN inaanzishwa, Rasulullah tayari. Leo miaka 1448, UN ina miaka 99. Juzi tu mwaka 1945. Watatuambia nini? Nani anaweza akasema ana haki za binadamu duniani? Demokrasia, nani ana demokrasia Ulaya? Ulaya hakuna demokrasia, ni wababaishaji, wauaji, madhalim, ni mashoga. Naomba mwatafsirie hii. Sihitaji kwenda Ulaya mimi, sihitaji, nitakaa Tandale kwa Mtogole, lakini United States sitaki kwenda. Unakaa na mabasha, unakaa na mashoga. Hao ndio wanataka kuleta upumbavu hapo in this country. Nazungumza mimi kama msagaji, mara nyingi na kariri, popote utakapokuwa in this world my friend, chukua hiyo. Nasema Watanzania,
kiongozi yeyote wa nchi hii ama wa chama chochote ama haki za binadamu atakayetetea kwamba ni haki za binadamu, huyu kwanza apelekwe katika shamba la manyani, waende wakamjaribu kwanza. Mungu awalani hawa. Sasa tumekatazwa. Mtume amezungumza vitu vyote vya amani. Sikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, imesimuliwa hadithi na Abu Hurairah qala, Mtume anasema la yushir ahadukum ila akhihi bisilah. Mtume Muhammad yule, asithubutu mmoja wenu kumtishia mwenzake silaha. Nitakuchoma, nitakupiga risasi, nitakupiga mkuki, nitakupiga kisu. Asithubutu. Mtume akasema fa innahu, huyu anayemtishia mwenzake, la yadri, hajui, la'alla ash-shaytan yanzi'u fi yadi, shaytani anaweza akamponyokesha kile, yani kusudi tu, bahati mbaya akabonyeza kwenye sehemu ikatoka risasi. Mtume akasema fayaqa fi hufratin minan nar, akaingia katika shimo la moto, kwa sababu umeua lazima uende motoni. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslim, katika riwaya nyingine Mtume akasema man ashara ila akhihi bihadidatin, atakayemtishia mwenzake kwa chuma. Umekamata chuma, upo garage, sawa, upo garage ama upo showroom, kwambia wewe, unaona hii spana hii, usiponiletea hela yangu, siku nyingine ni utani, oya, usiponipa hela yangu ninakuchana nayo, sawa. Mtume akasema, akamtishia kwa chuma, fa innahal malaikata tal'anuhu, huyu anayemtishia mwenzake kwa silaha au chuma, malaika wanamlani. Hata wa in kana akhahu li abihi wa ummi, hata kama ni ndugu yake kwa baba na mama, malaika wanamlani. Rawahu al-Bukhari fi sahih kitab al-fitan, babu qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam man ashara alaina bis-silah falaysa minna, hadithi ya 2021. Wa Muslim fi kitab al-birr babu an-nahy 'an al-isharati ila Muslim, hadithi ya 2617. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Tunakatazwa kumtishia mwenzako kwa silaha. Huu ndio Uislamu. Huu ndio Uislamu. Tumsikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya pili. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, Jabir sahaba anasema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume amekataza an yuta'ata sayfu maslula, kumpa kisu mwenzako hali ya kuwa kipo wazi. Ina maana kwamba hata kama unatembea na kisu, labda kwa mfano kule machinjioni, ama ni dharura, kile kisu kinatakiwa kiwe kimeinama chini, na usikiweke, kwa sababu anaweza kaja mtu kwa haraka haraka utani kikamwingia. Na kwa ina maana uwe makini na Uislamu. Huo ndio Uislamu. Rawahu Abu Daud kitabu al-jihad, babu al-jihad, babu an-nahy an yuta'ata as-sayf maslula, hadithi 2585. Wa Tirmidhi fi kitab al-fitan, babu an-nahy an ta'ati as-sayf maslula, hadithi 2164. Waislamu wenzangu, huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunafundishwa, tunakatazwa. Tunafundishwa, tunakatazwa kumtishia mwenzako kwa silaha. An yuta'ata sayfu maslula. Na hapa ndipo ninapotaka kuwashauri wale wanaouza visu mabarabarani, katika magari. Siku nyingine katika traffic light utakuja wanatembeza mapanga namna hii, na siku nyingine Kariakoo wanatembea, oya, akichungulia tu naye, oya, akisogea tu umemtoboa. Si walazimishi watu wa usalama, lakini mimi kama sheikh natoa ushauri kwa watu wa usalama. Hawa wanatafuta riziki zao, wapewe ushauri, na watu wa manispaa wawe sehemu maalum ya kuuza visu. Ni hatari. Siku nyingine upanga ule unakuja unatembezwa kwenye kioo cha gari, kwenye daladala. Sasa kama jamaa anakuja na kisu, ameshapiga skanka, kapiga skanka mwanangu ile la Jobe la South Africa, ama amepiga skanka la kutoka Mexico au kutoka Tobago, kapiga bangi, ama amepiga oxygen, ama amepiga uji wa bibi au sungura, inakuwaje? Unaweza kusema
kujaribu hii kali sana, hatari, tumekatazwa. Naomba hiyo ichukuliwe. Hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an tarwi'il muslim, amekatazwa Muislamu kumhofisha Muislamu au mtu mwingine. Yani unamshtua mtu anashtuka, yani mtu anashtuka, Mungu wangu wewe. Kuna wengine wana maradhi majumbani, mwingine wana maradhi, na hapa ndipo ninataka kuwashauri watu wa bodaboda wote, na waomba watu wa usalama, na wabembeleza watu wa usalama. Kuna madude yamewekwa na bodaboda kwenye exhaust, yanalia kama bastola. It's not a good, it's not right, sio sahihi. One day linaweza likatokea jambo mkadhani bodaboda, kumbe walishaharibu mazingira, Kuna madude yanalia kama bastola, mengine yanalia kama mizinga, just ya aweze kuenjoy tu. Siku nyingine yanapasuka. Bodaboda hajali maisha, kwa sababu bodaboda ni maskini jumlisha maskini, unapata maskini square. Akiumia bodaboda, hata muda wa kujitibu kwa wiki moja hana uwezo huo. Na bodaboda mwenye familia akiumia, na familia imeumia, lakini hawasikii, hawajali. Mimi wanajiuliza, hivi mtu anapokuwa anaendesha bodaboda anakuwa na akili? Wanasema petroli ndio inamtia kichwa vile. Sio kweli, hizo kamba sio kweli. Kwa hiyo nazungumza na vijana wa bodaboda. Kuna vijiwe wananijua, Kariakoo wananijua, Mkwajuni wananijua, wote Chawangwa. Nawaambia waache madude hayo, wawe makini kutafuta riziki zao. Mimi ningewaomba watu wa usalama, yale madude I don't know yanauzwa wapi Kariakoo. Why bodaboda apite ndio ujue kwamba akapita unaenjoy nini? Hii ni ishara ya umaskini. Siku zote maskini ana matatizo. Maskini akiwa na 50,000 basi selfie zote zitajaa kwenye simu, lakini mtu mwenye mamilioni 800 humuoni hata kwenye picha, haonekani. Tatizo ni mimi na wewe. Ni kila pilau tu basi nitakwenda kwenye kijiwe chote kwenda kuonukisha. Wewe unasikia hiyo? Piga bonge la pilau, imekusaidia nini? Tunawatisha watu. Chukua mfano hapa hospitali Mwananyamala, kuna wagonjwa, kuna watu wana miezi hapa wanaumwa na hawajajileta kwa makusudi. Ni kweli wanaumwa, Allah amewapa mtihani, lakini wewe unapita bodaboda pale unapiga kelele juu. Kuna wengine kisaikolojia tu, si mgonjwa. Kuna mwingine akisikia lile dude tu likipiga kidogo anainama namna hii. Huko unakokwenda bodaboda, wakati mwingine mnapata ajali kwa laana za watu. Kuna mtu umemuumiza, anasema Mungu wangu ameniumiza, anabaki analia, wewe ushaondoka. Baadaye unakwenda unakula cha uso, kichwa kinapasuka. Lakini kuna mtu umemdhuru. Kuna mtu umemdhuru hapa. Mtume anasema naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sahaba anasema naha Rasulullah an tarwi'i nas au an tarwi'i muslim. Mtume amekataza kuwahofisha watu. Chukua kama vile ilipokuwa tarehe 29, watu wa usalama waliposimama imara na kututia adabu, hakuna bodaboda hata mmoja aliyotoa ule mlio. Wote wamefiata mkia, wote wako toilet, kimya. Unasikia bodaboda mlio wa kawaida tu, lakini baadaye ni kwamba ndio imetokea hiyo. Why? Hapana, mimi nawashauri watu wa usalama
wasitumie ugomvi wala nguvu, watumie method ambazo wamezisoma kiusalama barabarani, watajua namna ya kuzungumza hawa. Lakini kwa kweli hii inakatazwa. Dude linalia, linapasuka. Mimi nimefikisha Rusaganya. What is the next? Nini kinachofuatia? Nawakumbusha aya katika sura Ghafir. Allah, nimefikisha ujumbe. Nawakumbusha aya katika sura Ghafir, aya 44. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidhu amri ila Allah, wa ufawwidhu amri ila Allah, wa ufawwidhu amri ila Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Surat Ghafir. Allah anasema ipo siku mtayakumbuka haya ninayokuambieni. Qur'an. Ipo siku mtayakumbuka haya ninayokuambieni. Fasatadhkurun, katika nahwu wanasema sin litanfis lilmustaqbalil qarib. Kama sio viwanja vyako hivyo, kaa pembeni na uache ubishi. Sin litanfis lilmustaqbalil qarib. Wanasema wana wakubwa wa nahwu, as-sin was-sawfa tadkhulani ala al-mudari fataj'alani zamanahu mustaqbala. Ndio maana Qur'ani ikasema fasatadhkurun, ni hivi karibu tu, ipo siku si mbali mtayakumbuka haya mliokuwa mnaambiwa. Rusaganya alituambia, sababu haya ninayoyasema anaweza akatokea mtu akasema, huyu anazungumza, huyu katumwa. Sawa, mimi nimetumwa. Wewe umetumwa Ulaya kuja kuleta vurugu nchini? Wewe umetumwa vurugu kule kuja kuleta maandamano? Sizungumzi na wewe, sikutaji jina lako. Ukiona pahala wanatajwa mateja ukakasirika wakati wewe sio teja, wewe teja. Chukua hiyo. Ukiona pahala wanatajwa mashoga ukakasirika wakati wewe sio shoga, wewe shoga. Na kama sio shoga ni mwenyekiti na mweka hazina. Sasa huu ni uovu wote unaendelea. Kwa hiyo tubadilike ndugu zangu, Waislamu wenzangu, Watanzania wenzangu. Hali ni mbaya, wakati wowote Mungu anaweza akatuangamiza. Madhambi yamekuwa mengi, uchafu, ushoga mpaka umeingia kwenye mipira. Vijana wanaingia kwenye mipira, wanacheza mipira. Na ndiyo maana hata hao wanaokimbia asubuhi, yani mtu anakimbia hawezi kufanya jogging mpaka awe na music instrument zinampigia. Unamkuta mtu anakimbia na huku anacheza style ya kukata kiuno. Mwanaume wewe, mpaka katika michezo mipira hii, vijana katika hizi timu, sio wanapelekwa timu ya vijana, sio timu gani, sio kuna mastaa, kuna nani, vijana wengine hapati nafasi ya kucheza mpaka akubali kuliwa. Chukueni vijana hiyo, utajiuliza Rusaganya ameipata wapi? Siishi duniani, siishi mbinguni, naishi ardhini. Halafu ninachanganyika na watu. Na siishi Mbande, siishi Buza, naishi mjini. Ndio manhaji ya mitume wote kuishi mjini. Na siondoke mjini mwanangu mpaka kufa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazaliwa mjini, kafia mjini. Kazaliwa Maka, kahamia Madina, kafia Madina. Mimi nimezaliwa Kigoma, nimehamia Dar, hapa mjini. Kigoma kwenyewe nimetoka ni mjini na hapa ni mjini. Hii michezo hii, watoto wenu wanaokwenda katika michezo ya vijana, mipira, eti atapelekwa katika timu, atakuwa sijui katika Star, atakuwa sijui katika sijui nini.
Kuna watoto wanajaribiwa, kuna watoto ambao wamekataa kuliwa, wamenyimwa nafasi hizo. Chukua hiyo. Ujumbe umefika, wenyewe wameshajua ni nani wenyewe. Dunia imeharibika, hali ni mbaya, hali ni mbaya. Tuwe na neema hii. Mwishoni ni wakumbusha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Sunan at-Tirmidhi na katika Sahih Bukhari, kitabu al-Adab al-Mufrad. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, hadithi inasimuliwa na Ubayd ibn Mihsan al-Khatmi al-Ansari radiyallahu anhu. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. قال الألباني رحمه الله حديث حسن في الجامع الصحيح، والبخاري في الأدب المفرد رحمهم الله. Mtume anasema man asbaha minkum aminan fi sirbihi, atayamka salama, ana amani katika mji wake. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. UN hawapo duniani. Hivi mnafahamu Uislamu umeingia lini Spain? Kabla ya Marekani. Uislamu umeingia Spain mwaka 90 Hijiria. Ufaransa umeingia katika mji wa Mamboni ya mara ya kwanza mwaka 111 Hijiria. Katika mji wa Sicilia Uislamu umeingia mwaka 60 Hijiria. Hapa kwetu Bongo Tanzania pale Kilwa Uislamu wanaingia mwaka 86 Hijiria, kipindi cha masahaba radhiyallahu anhu. Pale Kilwa panaitwa Kalawa. Why Kilwa haitaji katika utalii sana? Naomba niyazungumze haya, na uhakika kuna watu watakasirika. Naomba mkasirike, mpasuke, kuleni sumu mfe. Kwa nini Kilwa haitaji katika utalii? Why? Because ni nchi ya Kiislamu. Kilwa ilikuwa ni Islamic State. Kilwa ilikuwa na coin, Waarabu wanaita umla, ilikuwa na pesa. Kilwa ilikuwa na misikiti zaidi ya 300. Kilwa Waarabu walikuwa wanaita Kalawa. Mwaka 86 Hijiria Uislamu unaingia Tanzania kusini pale Kilwa, wakati wa Bani Umayya, Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah. Uislamu unaingia pale. Sasa unapoitangaza sana Kilwa, unautangaza Uislamu, kitu ambacho hawanacho, hawataki. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi mnawapenda sana hawa makafiri, wao hawakupendeni. Qur'ani sura Al-Imran, hawakupendeni, wanacheka hapo. Lakini hapa hapana. In tusibukum hasanatun tasubuhum wa in tusibukum sayyi'atun, yani mkipatwa na mambo mazuri wanakasirika, hawampendi Muislamu. Na hata ikitokea kiongozi ni Muislamu wanakasirika sana, wanatukana sana, wanachonga sana kwenye mitandao. Why? Because of Islam. Lakini Waislamu msipate tabu, hawa Mungu anawaona. Si tusimame na la ilaha illa Allah, tufanye ibada, tufanye istighfar, tuombe dua. Leo ni Ijumaa, leo ni Ijumaa, na kuombeni. Siku lazimishi shehe saa 11, kuanzia saa 11 kasorogo, kaa msikitini, kaa faragha peke yako. Akina mama majumbani, sisi tutakaokuwa msikitini, tulia, lete nyiradi zako, taja shida zako. Kama kuna mtu mbaya kwako, kuna mtu ni mbaya, mtaje. Ikiwa hapana budi hata alamtara 73 mpige pale pale katika saatul ijaba. Hadithun sahih katika Sahih Muslim. Mtume anasema fihi sa'atun la yuwafiqu 'abdul muslim yas'alu Allah illa a'tahu Allah iyah. Siku ya Ijumaa ipo saa ambayo ukiomba Allah anakupa. Ndiyo maana watu wema kina Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, Sa'id ibn Jubair, wakina Bistam, ilikuwa ikifika siku ya Ijumaa baada ya salatu al-asr la yakhrujuna min al-masjid, hawatoki msikitini. Ametulia, analeta adhkar,
ananyanyua mikono, analeta adhkar, ananyanyua mikono. Chukua hiyo. Leo siku ya Ijumaa, una shida zako, omba. Ya Rabbi, nakuomba amani. Ya Rabbi, tunaomba amani katika nchi yetu. Hawa wanaotaka kuleta vurugu, wanaotaka kuleta sijui nini, unawajua kimoyomoyo, wataje majina, tunawajua. Huko aliko kokote, shughulika naye, avimbe kitovu na kidole huko aliko. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Na kwa wale ambao wenye Qur'an, unamalizia na suratul Ra'd. Tushachoka na watu wabaya. Mpige suratul Ra'd popote pale alipo, iende ikambague. Hiyo ndio dawa, amani katika nchi. Mtume akasema, man asbaha minkum aminan fi sirri, mtu ameamka ana amani pahala alipo. Na Tanzania tuna amani, wallahi tuna neema ya amani. Huwezi kujua thamani ya meno mpaka yatoke, na huwezi kujua thamani ya pua mpaka Mungu akuzibe pumzi, na huwezi kujua thamani ya macho mpaka Mungu achukue nuru ya macho. Huwezi kujua thamani ya baba mpaka atoke, huwezi kujua thamani ya mama mpaka atoke, huwezi kujua thamani ya nchi yako. Angalia nchi nyingine, amani. Wa Tanzania amani, Waislamu amani. Ukimsikia mtu yoyote, sheitani yoyote, Firauni yoyote, Qarun yoyote, Haman yoyote, Abu Jahal yoyote, Umayya bin Khalaf yoyote, watu wa Kigoma tunasema ukimsikia nyangarakata yoyote, mruga yoyote, ukimsikia anazungumza habari ya fujo, achana naye. Kama tulivyowaambia kabla yale, narudia tena, Waislamu wa Tanzania, msikubali kuingizwa barabarani, mtadundwa. Wameharibu mali za watu, wameiba mali za watu, na mpaka kuna watu leo hawajarudi sokoni. Angalia duka zilivyoharibiwa Manzese pale. Baada ya siku ya pili ya tatu nimepita kuanzia Sinza kule, natembea, niko kwenye bajaji, naangalia, nilimwambia dereva bajaji pole, wameiba, wameharibu viduka vingine kama kijiframe hapa cha mabati. Amekwenda hivi, unakwenda kumuibia mtu pedi mwezi, wewe unaiba pedi. Mungu akujalie utoke hedhi, na wewe aliyokutuma wote mtoke hedhi mpaka mnakufa kitandani, mnatoka hedhi. Wezi wakubwa, Mungu awalani popote mlipo, na hawa na watuma. Amani. Kama hamtojali maneno yangu, mtayakumbuka. Maana tukikaa kimya, mashehe wazungumzi yao. Tukizungumza, mama kampa mzigo, mama hajanipa hata kifurushi, hata cha miogo na korosho, lakini najua thamani ya mama. Watanzania nyinyi, mnaiona Dar es Salaam hivi sasa mambo, midude, unaona mijumba inavyodondoshwa, mtu Mwananyamala anahamishwa, anaambia nenda Pugu, acha nyumba hapo. Amani, neema imefunguka. Mtu anaondolewa kwa bilioni 1. Sema Tanzania mimi sina hela, usiseme Tanzania hakuna hela. Sema wewe, sema mimi naumwa, mwenzako ana afya. Sema mimi sijala, mwenzako kishakula mara 4. Na mtu mwingine anaambia bwana, mimi nasikia njaa mpaka sasa. Sasa unasikia njaa, unangoja nini mjini? Rudi kijijini. Neema hii ni neema ya amani. Mambo yamefunguka tena, bureau zimerudi tena, lakini thamani hii hamuijui. Mwenyezi Mungu, ninakuomba kupitia mimbari hii, mama amalize muda wake salama, tuletee kiongozi ambaye atakayetubana kama mwamba aliyetangulia, na wote tukae toilet, tule mihogo mpaka maofisini. Mlete mwamba, makao makuu yahamishie Kigoma ya nchi. Mlete mwamba. Hamjui thamani ya nchi Watanzania hamna thamani, hamjui shukurani. Lazima aletwe mwamba. Mungu tuletee mwamba kama Firauni aje kuturarua. Hapo nadhani tutakuwa tumepata. Sema bane, potelea mbali. Namaliza hotuba yangu. Kuna methali inasema,
ukisema potelea mbali, ukifata barabara iliyoandikwa potelea mbali, utafika katika mji unaoitwa laiti ningelijua. Wenyeji wa pale, kuna makabila matatu yanaishi pale. Kabila la kwanza umeyataka mwenyewe, kabila la pili adundwe. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma an jami'i sahabati Rasulillah Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'i sahabati Rasulillah ajma'in. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ibadallah rahimakumullah.